wanachama wetu na mashabiki wetu kwamba Yanga haitopeleka timu kwa sababu kile ambacho viongozi wetu walikilalamikia tarehe 9 walichokiainisha kwenye ile barua hakijatekelezeka. Na sisi kama wanachama tuna mamlaka ya kuzungumza kwa sababu tumeona lile jambo halijafanyika. Leo hii Yanga haiwezi kupeleka timu kwa kamati ya uendeshaji wa ligi ile iliyofanya madudu ya tarehe 8. Uongozi wetu kwa maana ya sisi wanachama hatutoruhusu klabu yetu ipeleke timu yetu tarehe 15 kucheza kama wao walivyotangaza kwa bodi ya ligi ile ambayo imeendelea kufanya madudu bila kuwasikiliza wadau wake wengine ambao walipeleka malalamiko ya kimsingi kabisa, na kwa taratibu zile ambazo wao wazilielekeza zitekelezwe hawakufanya. Kwa hiyo tunaposema kwamba hatutocheza dabi ya tarehe 15 baada ile ya tarehe 8 kuondoka, ni kwa sababu yale tulioainisha kwenye barua yetu, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi, kwa maana kamati ya uendeshaji wa ligi kuvunjwa, haijavunjwa mpaka sasa. Mtendaji mkuu wa bodi bado yupo mpaka sasa. Mwenyekiti wa bodi ambaye amepoteza sifa ya kuwa mwenyekiti baada ya kuondolewa kwenye klabu yake ya Coast yupo mpaka sasa. Kwa hiyo hatuwezi kwenda kushiriki kucheza mchezo mwingine kabla ya hawa ambao wamelalamikiwa kwenye barua ya tarehe 9 wakiendelea kuwepo madarakani. Kwa hiyo hili tunalizungumza kwa sababu ni haki yetu ya kimsingi kabisa ya kuzungumza, na tunalizungumza kwa maana hatuvunji taratibu za nchi, kwa maana ya kwamba klabu yetu haitoshiriki dabi ya Kariakoo ya NBC Premier League msimu huu wa 2024-2025 kama yale yaliyoainishwa kwenye barua yetu hayajafanyiwa kazi. Lakini kingine ni kwamba tumesema tuzungumze mapema kwa sababu hatupendi tuingize mpira wetu kwenye machafuko. Tumekuja katika lugha nzuri kabisa kama mlivyomsikiliza mratibu na mwenyekiti wa baraza la wazee. Tumewahamasisha wanachama wetu, tumewahamasisha wapenzi wetu, ili hata wale wana Yanga ambao ni wajasiriamali ambao walipanga kwenda kukopa pesa ili wakafanye biashara ya kuuza chakula, kuuza vinywaji kwenye eneo la tukio tarehe 15, basi wasijisumbue kufanya hivyo kwa sababu mechi haitokuwepo. Lakini lingine, tunawaagiza viongozi wetu, wapo wadau wetu ambao tuna haki nao ya kimatangazo na kimaudhui, waache kulitumia jina la Yanga kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Ni kinyume na takwa la wanachama wa Yanga. Sisi ndio wanachama, tumesema tarehe 15 timu yetu haiendi. Tusingependa chombo kingine chochote cha habari au wadau wengine wowote wa habari wakatumia fursa ya kuitumia klabu yetu, wakatumia fursa ya kuitumia logo yetu, wakatumia fursa ya kuwatumia wanachama wetu kwenye kuitangaza mechi ya tarehe 15. Zaidi ya hapo watatutaka ubaya kwa sababu hatutokubaliana na hiki wanachokifanya. Kwa hiyo tumewalai katika lugha nyepesi kabisa, kama waelewe, lakini kama si waelewa tutawaelewesha nini maana ya kufuata taratibu na kutumia logo yetu au kutumia jina letu au wanachama wetu kinyume na utaratibu ambao sisi wenye klabu tumeutabanisha kwa umma. Kwa hiyo ndugu wanahabari, kikubwa ambacho ni mazingatio ambayo sisi tumeyazungumza, kwa maana ya kwamba hakutokuwa na mwanachama yoyote tawili atakayefanya promotion au interview kuelekea mechi ya tarehe 15 bila yale yote yaliyoainishwa kwenye barua yetu ya tarehe 9 mwezi wa 3 yawe yamepatiwa majibu, na ili haki isimame na mpira uchezwe, kwamba hatutokubali kufanya jambo lolote la kimpira la dabi. Ili tuliliweka wazi, na ndio maana ligi mechi tumeshiriki, tunajiandaa sasa hizi na mazoezi kwa ajili ya mechi ya tarehe 18, kwa sababu lazima tarehe 15, 16 timu isafiri kuelekea Mbeya. Tutakuja kuhitimisha ligi yetu tarehe 22 dhidi ya Dodoma Jiji. Baada hapo tunakwenda kwenye finali ya FA ambapo tutapangiwa uwanja na tarehe husika. Kwa hiyo wana Yanga tujipange katika hayo matukio matatu yaliyobaki mbele yetu. Tukio la tarehe 15 halitokuwa na mabadiliko kama yale tuliyoainisha kwenye barua hayajafanywa kazi abadan. Asante. Kauli inabaki ile ile. Hatuchezi mechi. Hatuchezi. Sasa baada ya kauli hii kwamba hili ndio tamko la Dar es Salaam,
na tunaamini mikoa mingine ambayo wamenitumia salamu, nimepokea salamu kutoka Mwanza, Mbeya na mikoa mingine kwamba wanaungana na Dar es Salaam kwamba hatuchezi mechi ya tarehe 15. Na mimi niendelee kuwasihi viongozi wetu wa mikoa mbalimbali waambie mashabiki na wanachama wapenzi na wetu wa Yanga wasijisumbue kuja Dar es Salaam, kwani mechi ya tarehe 15 haipo. Tumemwambia mtendaji mkuu wa klabu awaambie maafisa wake asije akafanya mtu kikao chochote kinachohusu mechi ya tarehe 15. Na viongozi wa kamati ya utendaji walilianzisha wao, tukaliunga mkono sisi. Atakayethubutu kupeleka mechi timu yetu tarehe 15 uwanjani, mlango uko wazi. Hatutani wala tufanye maigizo. Tuko tayari kwa adhabu yoyote watakayoona inafaa kwetu. Kwa kiongozi anayeona kwamba tarehe 15 apeleke mechi, tunawaambia kuanzia injinia mpaka wa mwisho, mlango uko wazi, atuachie klabu yetu kabisa. Sasa ili thibitisha kwamba haya si maneno yangu peke yangu kama mratibu, ni maneno ya wanayanga wote wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa matawi. Jamaa, tunacheza hatuchezi? Haya. Hatuchezi, imeleweka. Yanga oye! Sasa ili tuwe na demokrasia nzuri kwenye vikao vyetu, kama kuna mwanahabari yoyote ambaye anataka kuuliza swali lolote kuhusu mechi ya dabi, tuko tayari. Kama kuna anataka kuuliza swali matatu, yupo pale. Tusikilize kidogo huko nyuma. Viongozi wa matawi huko nyuma, hebu tutulie kidogo, kwa sababu tusifanye mzaha. Ili jambo liko very serious. Tutulie, tuwasikilize wanahabari. Viongozi wapo, watauliza maswali, viongozi watajibu, tumalize mkutano wetu. Tumewapa ruhusa watuulize. Ngoja tuulize maswali. Mimi ni swali natokea Jembe Sports na maswali matatu. Sawa. Swali la kwanza kuhusiana na mchezo na tafsiri yake. Kucheza ni swala jingine, lakini mpo tayari kwa ajili ya kupokea adhabu kutoka kwenye bodi ya ligi, ikiwemo kupigwa faini milioni 5, kupoteza alama 18, lakini pia viongozi wenu kuingia kwenye mfungo, kufungiwa mwaka mmoja. Je, mko tayari? Hilo swali la moja. Lakini swali la pili ni umesema kwamba serikali iingilie ili jambo. Ni FIFA, CAF hawatamani serikali kuingilia swala la michezo, lakini pia kwenye upande mmoja kwenye maneno yako umesema naibu waziri amelizungumzia, maana yake ni kauli ya serikali, yeye ni mwakilishi wa serikali kutokea wizarani. Lakini pia waziri wetu Kabudi pia amezungumzia kusema kwamba hilo jambo lipo kwenye mamlaka ya TFF, kwa hiyo wao hawawezi kulitolea kauli. Lakini kauli ya serikali maana yake mechi ipo kwa mujibu wa naibu waziri wa michezo Hamisi Mwinjuma. Lakini swali langu la tatu kuhusiana na amtaki promotion ya dabi iendelee, ili hali anifanya promotion, nyinyi ni sponsor wenu na amewalipa hela nyingi na ana haki na nyinyi. Je, kama yeye ataamua kuvunja mkataba na nyinyi kwa hiki kinachotokea, kwa sababu atakosa mileage ya mametia hela kwenu, mpo tayari? Swali yangu ni haya. Yanga oye! Nitajaribu kuyajibu na mengine atajibu mzee hapa yupo. Wote tupo hapa watatu, tutajibu maswali yote. Nikianza na hili la mwisho.
Nikianza na hila, kwanza nianze na la kwanza. Kwamba je, mko tayari kunyang'anywa pointi na viongozi wenu kufungiwa ama kuingia kwenye mtego wa adhabu? Kwanza niwaombe na niwathibitishie Watanzania na Wanayanga. Nimesema tuko tayari kwa adhabu yoyote ambayo itaonekana sisi tunastahili kupewa adhabu. Siamini kwamba kuuliza ama kukataa kucheza mechi kwa kutaka kupata ufafanuzi kwamba kanuni gani ilitumika kuahirisha mechi itakuwa ni kosa. Siamini. Watueleze walitumia kanuni gani kuahirisha mechi. Lakini wamekuja kutuambia kwamba walikuta na viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Watueleze majibu ya hivyo. Kwamba rushwa ilikuwaje, nani ametumiwa na rushwa, nani alikamatwa na rushwa, uvunjifu wa amani jeshi la polisi linasemaje, kulikuwa na uvunjifu wa amani wa namna gani, ili tuende kwenye adabu ambayo itakuwa haina makando mengine. Kama hawajatujibu, tuko tayari kwa adhabu yoyote. Lakini wahakikishie Watanzania na Wanayanga, pointi ambazo tumezitafuta kwa jasho letu kwenye viwanja, wachezaji wote wamevuja jasho, haitapotea pointi yetu hata moja. Hili hatulisemi kwa kubahatisha. Tunasema pointi za Yanga ambazo tuna pointi 73 sasa hivi. Wachezaji wetu wamevuja jasho uwanjani, wanachama wametembea mikoa mbalimbali kwa kutumia gharama zao kwenda kuisupport timu yetu. Hakuna pointi yetu ya Yanga itakayonyang'anywa hata moja. Kama kamati ya mchezaji walivyoeleza, tutaidai haki yetu kwa njia yoyote ile. Swala la viongozi kufungiwa ndio hivyo. Kwamba viongozi wetu kudai kwamba tunataka tupewe ufafanuzi wa hiki, sidhani kama ni kosa la kuwafungia viongozi. Sidhani. Kwa hiyo hatuna wasiwasi na hilo. Lakini pia kama wataona wawafungie, TFF sio wa mwisho. Lakini swala la naibu waziri. Naibu waziri tumesema kama alivyosema Rais Profesa Kabudi, swala la mpira liko kwenye mamlaka ya mpira. Yeye alikuwa na haja gani ya kusema kwamba adabu ipo? Sio kazi yake. Sio kazi yake. Mbona mwenzake alisema kwamba swala hili liko kwenye mamlaka ya mpira? Unasemaje kwamba lazima mechi ichezwe tena uwanja wa Benjamin? Nani kauchagua uwanja wa Benjamin? Yanga tuna uwanja mawili. Baada ya Benjamin kufungiwa tuna uwanja wa KMC. Kama Yanga tunataka kupeleka KMC na tupelekaje Benjamin? Kwa hiyo tunamwambia naibu waziri ameingia kwenye vitu ambavyo sio vyake, angeiga mfano wa mwenzake wake. Hili lingine naomba Kaisi alifafanue zaidi ila Azam au ama wadhamini wetu. Swala la Azam ameingia mkataba na Yanga. Mkataba ni wa pande mbili, baina yao wao na sisi. Azam watupi hela kama zawadi. Yeye ni mnufaika na sisi ni wanufaika. Tulichokieleza kuelekea mechi ya tarehe 15, sisi ndio sehemu ya kwanza ya mkataba kwa maana ya Yanga. Tunapozungumzia Yanga ni sisi wanachama. Sisi tushasema hatuchezi. Mwenza wetu anapokwenda kuitangaza hii mechi ni kuingia kwenye wizi ambao sisi tusingependa ipate hiyo kashfa kama alipata kwenye mechi iliyopita. Kwa maana ya kwamba yeye anafanya promotion, watu watalipia kisunguzi chao ili waangalie hiyo mechi, si ndivyo? Wana Yanga tumesema tuangalie, tumelikecha shilingi 7,000 kwa ajili ya sinema zetu. Shida iko wapi? Kwa hiyo sisi tulichozungumza ni kwamba hii mechi ya tarehe 15 sisi tulioingia naye mkataba kama Young Africans, wanachama ambao ni wamiliki halali wa hii klabu, hatuchezi. Anafanya promotion na nani? Anamtangazia nani? Sasa kama anaweza atangaze tu kuna mpambano kati ya waendeshaji wa mpira na timu nyingine watakutana huko. Sisi Yanga hatuchezi. Ize kwamba asiingie kuwahamasisha mashabiki wetu wakapoteza nauli zao, wakasumbuka kwenye jambo ambalo wenye jambo letu wenye klabu yetu tumesema hatuchezi. Hatujamgusa kwenye mkataba wake, sisi tumempa rai. Kwa maana ya kwamba yeye ana haki ya kutangaza hayo matangazo, hajilizishe. Alifanya matangazo makubwa sana kwenye mechi ya tarehe 8. Ameandika barua ndefu sana kuelekea bodi ya ligi. Hatujui amewaandikia kitu gani. Asiingie tena kwenye uonkenge.
Sisi tumezungumza mapema leo, tarehe ngapi? Tarehe 5. Mechi tarehe ngapi? Kuna siku ngapi? 10. Asifanye, asipoteze energy, asipoteze vitendea vya kazi, asitumie logo yetu. Ndio tulichomwambia, kwa sababu sisi hatuchezi, hatuhusiki kwenye hilo jambo. Sasa kama sisi hatuhusiki, anatangaza zidi ya nani? Kwa hiyo sisi tumetoa rai, kwa maana kwamba tumetoa rai na tumewaambia viongozi wetu wanajua taratibu za kimkataba, wawaandikie kwamba bwana, hili tangazo, hebu sisi hatushiriki kwenye hili jambo, tunaendelea na mazoezi yetu, aje achukue picha, tunafanya mazoezi pale KMC, tutafanya mazoezi jimu kwa ajili ya kuelekea tarehe 18, hiyo ruksa afanye promotion. Lakini kwa mechi tarehe 15 sisi wenye jambo letu tumesema no.